بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي امتن على عباده المؤمنين بصوم شهر رمضان وتفضل عليهم بالعفو والغفران، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خير من صلى وصام وقام لله حق القيام، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala aliyotujalia kwa neema zake kuwa miongoni mwa waja wake wenye kumwamini, na akatufadhilisha kwa kutufikisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa rehema zake na fadhila zake. Allah subhanahu wa ta'ala ambaye katutolea kwa rehema zake kutupa msamaha na maghfira yake, rehema na amani zimwendee Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye ni mbora waliosali na wakafunga na wakasimama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rehema na amani ziwe juu yake yeye na ali zake na masahaba wake wote, watu wema waliofuata mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kwa kila yote yule atakayefuata mwendo huyo hadi siku ya mwisho. Amma baad, tuko pamoja? Naam, tunakusikia. Karibu Sheikh. Naam. Amma baad, kwa hakika ni katika neema kubwa kwa za Allah subhanahu wa ta'ala kutu sisi kutujalia kufikia katika nyakati hizi ambazo tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukiwa katika siku ya 10. Moja katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Hivyo ni lazima tukumbuke ya kwamba kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani sote tukifikiria muandamo wa mwezi na tukijiandaa ya kuwa karibuni mwezi wa Ramadhani utaandama kwa aina mbalimbali za maandalizi walizofanya watu mbalimbali katika jambo hilo. Hasa leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajalia mwezi umeandama na tayari tumeanza ibada ya saum na ibada mbalimbali katika mwezi huyo. Kubwa la kila mmoja kufanya hisabu ni kuwa atazame ni kipi ambacho tayari kisha kipata kama faida kinyume au tofauti na siku za kawaida, kwani wakati huyu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia tumeufikia ni wakati muhimu sana kwetu. Ni wakati ambao kuna wengi walifikiria kuingia katika wakati huu, lakini hawakuwezeshwa kutokana na mambo mbalimbali na makadara mbalimbali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi ambao tumejaliwa tukaingia katika mwezi wa Ramadhani, ni lazima tuwe na fikra kinyume na ilivyokuwa mazoea. Watu wakifikiria kwamba unaandama mwezi wa Ramadhani tunafunga na baadaye unakwisha tunafurahia Eid, na ikawa ni kawaida hivyo mpaka imejengeka kuwa ni mazoea kwa kila mtu. Kila mwaka tutafunga na tutafungua. Lakini sisi tuwe zaidi ya hapo, tuone kwamba ni ibada ambayo ni wakati Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea, tunatakiwa tupatie faida wakati huyo. Ni muda Allah akatufikisha, inabidi muda huyo ukitupitia nasi tubaki na faida fulani katika nafsi zetu, na hilo halitowezekana katika maisha ila tutapoijalia ibada ya saum kuwa ni ibada kweli Allah aliiweka kwa ajili ya kutupa mafunzo na kuzizoeza nafsi zetu na kujizoeza sisi wazima wote, mwili wetu na afya zetu, kuwa tunatakiwa kupata mabadiliko kwa ajili ya ibada ya saum. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala alifaradhishia ibada hii, si kwamba alifaradhisha kiupuuzi tu, bali ni ibada imefaradhishwa kwa malengo makubwa kabisa ya kumfikisha mwanadamu katika moja miongoni mwa malengo makubwa aliyotaka Allah subhanahu wa ta'ala ya mwanadamu kuishi katika dunia.
Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naona line ya shekhe kidogo inasumbua na tulikuwa tusikii vizuri, kwa hiyo nimemtoa kwenye line, nitampigia simu tena tuone kama line ikawa nzuri na tuko tayari kusikiliza shekhe vizuri. Inshallah tuzidi kufanya subira ili tuwasiliane naye mara nyingine tena inshallah. Naam Sheikh. Basi inshallah tunakusikia vizuri, unaweza kaendelea inshallah. Karibu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الذي امتن على عباده المؤمنين بمواسم الخير ليضاعف لهم الثواب والأجر وليكفر عنهم السيئات والوزر. وأصلي وأسلم على نبينا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن على نهجهم يسير. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kajalia neema kwa waja wake kuwa waumini na kajalia wawe na nyakati bora ambazo watazojikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili awazidishie thawabu na ujira na awasamehe madhambi yao na makosa yao. Nazaka rehma na amani zimuendee wa mwisho wa mitume na manabii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, ambaye alikuwa na kazi ya kuwabashiria bishara njema waumini na kuwaonya waovu kwa maovu yao, na ambaye ni taa la kuangazia walimwengu njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rehma na amani za Allah zimuendee yeye na alize na masahaba wake na matabiina wote na kila atayepita katika njia yao hadi siku ya mwisho. Ama baada ya hayo na baada ya salamu, kwanza kabla ya yote na kupongezeni ndugu zangu Allah subhanahu wa ta'ala kujalia kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ataba Allahu ayyamakum fi hadha ash-shahr bikulli khairin wa tawfiq. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie siku zenu katika mwezi huu wa Ramadhani zijawe na khairi mbalimbali na kuwafikisha kuyafanya yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbi. Kabla ya kuongea katika mazungumzo yetu ambao tutakuwa na muda mfinyu kwa siku ya leo, muda wa saa moja, ningependa kusimama kwenye mambo mawili ambayo ni muhimu sana. La kwanza tujipongeze sote kama Uislamu, Allah kutujalia katika wakati huu kujaliwa kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa na taufiki ya kuyafanya anayoyaridhia na kuyapenda, na atupe amani na imani na usalama katika nafsi zetu na familia zetu. Atuwezeshe Allah subhanahu wa ta'ala kumcha zaidi katika mwezi huu na kuyafanya yale anayoyapenda na kuyaridhia. 2, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atutenge mbali na wasiwasi za nafsi zetu na vishawishi mbalimbali vya kidunia ambavyo vitatuchukulia muda hadi tukapitwa na wakati mrefu katika mwezi wa Ramadhani bila kujishughulisha na yale anayaridhia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Baada ya hayo ni kwamba katika darasa letu ambalo tunataka kutoa siku ya leo ni darasa muhimu ambalo linatazama malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kutufaradhishia ibada ya saum, ambapo imekuwa kwa watu wengi mwezi mtukufu wa Ramadhani unaandama, wanafunga, na baada ya Ramadhani wakiendelea na hadi Ramadhani nyingine inakuwa ni kama mtu amezoea kitu tu hivyo, mwaka ukija afunge na ukiisha Ramadhani ikiisha afungue, bila kuingiza kitu katika nafsi yake kwamba ibada hii yatakiwa kumwachia kitu katika nafsi yake. Ibada hii yatakiwa kumpa mafunzo fulani katika maisha yake.
ibada hii yatakiwa kumwachia malezi ambayo yatamfanya yeye kufikiria kuona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakuileta ibada ya saumu kiholela, lakini imeletwa ibada ya saumu watu wapate mafunzo, wahisi mazito ya njaa na uzito unayowapata ndugu zao wasiokuwa na uwezo. Pia nafsi zao zimkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala na ziweze kushinda matamanivu ambayo wakati fulani yanampelekea mwanadamu kutoelekea kwa Mola wake. Madarasa haya anayapata Muislamu katika njia ya saumu yawe ni mwangaza wa kumsaidia katika mambo yake yote ya kimaisha. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alipotufaradhishia ibada ya saumu alituwekea lengo kwamba lazima tulifikie, au ni muhimu Muislamu kupiganisha au kujitolea hadi afikie lengo hilo, ndiye atakuwa amefaulu katika ibada yake ya saumu. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani ameonyesha lengo kubwa la ibada ya saumu, ambalo ni mwisho wa aya ambayo ilitufaradhishia ibada ya saumu, aliposema Allah subhanahu wa ta'ala baada kumlani shaytan, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mliamini, Allah subhanahu wa ta'ala anatunadia kwa jina la imani, na hii ni moja katika sharafu na utukufu Allah kuwapa watu pindi anapowanadia kwa jina la imani. Hakuwanadia Allah kwa majina yao au kwa utu wao, lakini Allah anawanadia kwa sifa moja katika sifa tukufu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kaziweka duniani. Anakuvikeni waumini, enyi mliyemwamini Mwenyezi Mungu, mmelazimishwa funga na Allah subhanahu wa ta'ala kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu. Funga hiyo mlolazimishwa katika kuitekeleza kwenu, lengo lake mpate ucha Mungu, la'allakum tattaqun, mpate kumwokopa Allah subhanahu wa ta'ala, mpate kuokopa sheria za Allah, mpate kuokopa makatazo ya Allah, mpate kuokopa aliyokuamrisha Allah ili myatekeleze na aliyokatazeni ili myaache. Allah kaonyesha lengo kubwa la sisi kuamrishwa saumu ni ucha Mungu. Na ucha Mungu huyo Allah subhanahu wa ta'ala akaupa sura katika ibada yetu ya saumu. Ucha Mungu unapatikana pindi Muislamu anakaa mwenyewe ndani ya nyumba yake, kumejaa kila kitu, kuna maziwa ndani ya friji, kuna vinywaji mbalimbali, yuko ndani aweza kufunga mlango wake na akatumia atakavyo, kisha akatoka kwa watu akawaeleza kwamba ana saumu, lakini anaokopa kuonekana kamdanganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ajiziwe ya vyote hivyo mpaka jioni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, pasina kuwa kauchelea yoyote ambaye angeliweza kumdanganya katika hali yake, lakini anaokopa na kuonyesha ucha Mungu wake. Hilo ni darasa kalipata Muislamu kwa ibada yake hii ya saumu, ili aitwe kwamba kajiziwia, kafunga. Ni lazima aingie katika sifa kama hiyo ambayo itakuwa iko mbali na riya, itakuwa iko mbali na suma, kinyume na ibada zingine ambazo Muislamu aweza kuzifanya kwa ajili watu wamsifu, au watu wamuone kwamba kafanya ibada, au watu waseme fulani mwenye kujitahidi kwenye ibada. Lakini ibada ya saumu, pale alipokaa mahala pasiri pekee na akajizuia kula au kunywa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni dalili ya wazi kwamba ibada yote ya saumu imefungamanishwa na jambo la uchamungu. Na ndio maana ni lazima Muislamu awe na fikira au awe na hisia kuwa saumu yake ni darasa la kumletea uchamungu katika nafsi yake. Uchamungu mahala pake ni nafsi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, taqwa hahuna, uchamungu uko hapa, akiashiria kwenye nafsi yake. Kwa hivyo nafsi ya Muislamu inalazimika kujifunza njia za kuupata uchamungu ili apate kufaidika kwa ibada ya saumu, ili iweze kumletea uchamungu ambao unaganda ndani ya nafsi yake na kuleta athari katika maisha yake ya kawaida. Miongoni mwa athari zinazopelekea Muislamu kupata uchamungu ni lile Mtume sallallahu alaihi wasallama alilieleza katika mafunzo yake, naye pia alipotaka kuonyesha kwamba saumu ya hakika ni ile ambayo imeepukika na mambo fulani fulani, na yale mambo ambayo itaepukika nayo lazima yawe yametokea katika jitihada ya mwanadamu kujilinda na kujiepusha kuyaingilia mambo ambayo yanaweza kupelekea saumu yake kuvurugika, na hasa
yakawa yameshikia kwenye kiungo muhimu sana miongoni mwa viungo vyake, mfano wa ulimi. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye hadithi ameipokea Imamu al-Bukhari kutoka kwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Mtu ambaye hajaacha kusema maneno ya uongo, hajaacha kunena uongo na kufanyia au kuutumia uongo katika mambo yake na shughuli zake, basi Allah subhanahu wa ta'ala hana haja yoyote mtu huyo kuacha kula kwake na kunywa kwake. Haya mambo yani, kuna mambo mawili tumeyapata katika nususi hizi za sheria. Aya Qur'ani imeonyesha kwamba ghaya na lengo la saum ni watu kupata uchamungu, na uchamungu sehemu yake kubwa ni kuganda katika nafsi ya mwanadamu, halafu matunda yake yaonekane kwenye maisha yake na kwenye viungo vyake vya mwili na kwenye kusema kwake, ambapo ndio itaonekana uchamungu uliomo ndani yake utabainika kwa yeye yale anayeyafanya. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kutueleza saumu iliyokuwa na faida akatuambia, ambaye hajaacha kunena uongo katika kusema kwake, ambaye hajaacha uongo katika kazi zake na maisha yake, Allah hana haja ya yeye kuacha kula na kunywa kwa madai kuwa kafunga. Mtume akataka kuonyesha hapa kwamba saumu ya hakika ambaye anaihisabu Allah subhanahu wa ta'ala ni ile ambaye imeepukika na uongo na vitendo vya uongo vya kila aina. Mtu anapojiepusha na vitendo vya uongo vya kila aina katika kutenda kwake, katika kusema kwake, katika mazungumzo yake, katika maisha yake na watu, huyo ndiye ataitwa mwenye saumu. Tukichanganya hadithi hii na aya ambayo ndio inaeleza malengo ya saumu, inaonyesha kwamba mwanadamu hawezi kuwa amefikia daraja ya kusalimika kwenye saumu yake ila atapojihimiza kutakasa vitu viwili. Kwanza, kuitakasa nafsi yake ambaye ndiyo kituo cha uchamungu. Nafsi itakasike, iepukike na kila aina ya uchafu ambao unaweza kuharibu na kumpelekea huyu mja kwenda hovyo, akakosa uchamungu, akawa ambakosa thawabu kubwa za ibada ya saumu. Lazima nafsi itakasike. Allah atukinge mbali na sifa zote za uchafu ambazo zinaweza kupelekea nafsi ya mwanadamu kuharibika: kibri, khiana, husda na mambo yote machafu ambayo yanaganda kwenye nafsi ya mwanadamu na yanapelekea nafsi inaharibika. Lazima nafsi itakasike ili iweze kupata uchamungu. Jambo la pili, lazima Muislamu atakasike kwalo ni ulimi wake. Lazima uwe ulimi msafi. Ulimi umetakasika na kusema uongo, ulimi umetakasika na kushuhudia uongo, ulimi umetakasika na kila kitendo cha uongo. Pia maisha ya Muislamu yatakuwa yametakasika na uongo, kwa sababu ulimi unapokuwa unashuhudia ndio unatoa yaliyomo ndani ya nafsi yake. Watu hawezi kuijua imani imo ndani ya moyo wa mtu, ucha Mungu katika moyo wa mtu, pasina kusikia anayoyatamka, pasina kusikia anavyosema yeye. Kwa hivyo ulimi ni rasul, ni mjumbe anayebainisha yaliyomo katika nafsi yake. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa akaonyesha kuwa ni lazima saumu ya Muislamu ili itakuwa ni saumu imekamilika, iepukike na matendo ya uongo, iepukike na vitendo vya aina yoyote ambavyo vitakuwa na ishara na sura na picha ya uongo. Kwa maana hiyo ndio maana inamlazimu Muislamu katika saumu yake kujilinda kusema au kutamka maneno yote ambayo anaelewa kuwa hayana uhakika, hana ukweli wowote. Pia katika vitendo vyake ajilinde kutenda vitendo ambavyo havina ukweli wowote wakati atapokuwa katika ibada ya saumu, na hilo liwe ni fundisho kwake. Kinyume na wakati wa saumu, akumbuke kuwa maisha ya Muislamu yale aliyoyapata wakati wa saumu ni mafunzo anatakiwa kuyaishi nje ya wakati wa saumu, asalimike na yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtahadharisha kwayo. Kwani maisha ya Muislamu hayatakuwa katika usalama pindi ulimi wake utakuwa haukusalimika. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akatutahadharisha tuelewe kuwa ulimi utatuletea mazito mengi na matatizo mengi katika maisha yetu. Na
Na ndio maana Allah akatahadharisha kufuatana na ulimi kwa njia mbalimbali ndani ya Qur'an, kwa kutubainishia kuwa kila analolitamka mwanadamu linaandikwa, ili ya hofu kuweza kutamka yale ambayo hayafahamu vizuri au anajua ubaya wake. Mbili, Allah subhanahu wa ta'ala kutuonyesha kwamba kila tulilolitamka tutaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Tatu, Allah subhanahu wa ta'ala kutuonyesha kuwa yale ambayo tunayoyatamka tukifikiria ni madogo, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni makubwa. Aya kama hizi za Qur'ani zikaja kumtisha mwanadamu ili aweze kuhifadhi ulimi wake, ambao utapelekea kuharibikiwa mengi katika maisha yake, na ikiwa ni katika saumu itapelekea saumu yake pia kuharibika, na ambayo itapelekea ucha Mungu wake kuharibika maadama saumu imeharibika. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika sura Qaf aya 18 alipokuwa anaonyesha umuhimu wa kujilinda na kusema ovyo yale ambayo tusioyajua au yale ambayo hatuna uhakika nayo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hatamki kauli yoyote mwanadamu ila wakati huyo anapolitamka wako malaika raqibun atid, kazi yao ni kuyaandika yale anayoyazungumza na kuyasema, na siku ya kiyama atakuja ulizwa kwa yale aliyoyatamka kwa muda fulani. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Ali Imran pia kwenye aya 181 sehemu ya mwanzo wa aya, anasema sanaktubu ma qalu, akieleza habari za Bani Israeli fatana yale walioyasema. Allah sema tutaandika yale walioyasema, na ili ije kuwa hoja kwao siku ya kiyama kuwauliza kwa nini waliyasema. Allah subhanahu wa ta'ala akatuonesha pia katika sura Nur aya 15 kwamba kila tunalolisema hata tukifikiria kwamba ni dogo, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa. Allah anasema subhanahu wa ta'ala, watakuluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilm watahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim. Anasema Allah, mnasema kupitia ndimi zenu yale msioyajua, na huku mkidhani ni madogo kwenye macho yenu na fikra zenu, na hali ya hayo ni makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hizi ni kuja kumtahadharisha mwanadamu ya kuwa katika kusema kwake hovyo ni moja katika sababu zitapelekea yeye kuharibikiwa matendo yake, kwa sababu matendo yake mbele Allah subhanahu wa ta'ala yatahesabiwa pindi atapokuwa yamefuata utaratibu na uhakika wa uchamungu. Na uchamungu ni ule ambao umeganda ndani ya nafsi ya mwanadamu na unatarjumiwa na ulimi wa mwanadamu. Ulimi wa mwanadamu unapokuwa umevuma katika uongo, unapokuwa umevuma kwenye matendo yasiyokuwa ya hakika ya ukweli, basi ni ishara kuwa uchamungu uliosemwa katika nafsi haupo. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kwenye saumu akafungamanisha kuwa saumu inamletea mtu uchamungu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akahesabu saumu ambayo itampelekea mtu kuwa na uchamungu ni ile ambayo imeepukika na maneno ya uongo na vitendo vya uongo katika maisha ya Muislamu. Hivyo ndugu Muislamu, aelewe Muislamu kwamba ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila neno analolitamka ili alifanyie hisabu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea Imamu Tirmidhi anaeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuonesha umuhimu wa kujihisabu kabla ya kutamka lolote. Anasema hadithi hii imetoka pia kwa Abu Huraira kama mpokezi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha fi an-nari ab'ada ma baina al-mashriq wal-maghrib. Mja aweza akatamka neno moja tu huku akifikiria ni jambo la upuuzi, pasina kutaka kufikiria lina nini neno hili, lina uzito gani. Yeye kulitamka tu likawa litamteremsha katika moto wa Jahannam umbali unao ukubwa kiasi cha mashariki na magharibi. Dalili kuonyesha kwamba neno moja tu atalitamka mtu pasina kulifikiria, pasina kulitazama uzito wake, laweza likamweka katika moto wa Jahannam umbali wa mashariki na magharibi. Na hii ni dalili ya kuchunga ndimi zetu, dalili kuwa lazima tujilinde, tujihifadhi katika wakati wetu wote, na hasa wakati ambapo tutakuwa ndani ya saumu, kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam
ameonyesha kuwa kama hatukuacha kusema uongo, kama hatukuacha kutumia uongo katika kazi zetu, katika mambo yetu, Allah subhanahu wa ta'ala hana shida kwetu ya sisi kuacha kula na kunywa. Na hii ni moja katika mambo makubwa kabisa Muislamu ayachukue kama darasa. Pindi atapokuwa katika saum, ajiepushe kuweza kutamka neno lolote la uongo, kuzua neno lolote la uongo, kutumia kitendo chochote cha uongo. Na hilo liwe ni fundisho pia hata baada ya mwezi wa Ramadhani, aishi kwamba hilo hatakiwa kujilinda, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alipotufaradhishia mambo haya katika mwezi wa Ramadhani, lengo lake ni kutaka sisi tupate uchamungu, na uchamungu ni darasa tunalolichukua katika Ramadhani tukaliishi nje ya Ramadhani. Tuelewe kwamba ndimi zetu ni adui mkubwa ambaye ikiwa haukujichunga naye atakufikisha mahala pabaya sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati fulani alimwambia Muadh ibn Jabal pindi alipomuuliza mmoja katika mambo ambayo Muislamu aweza kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala sana kuliko mengine. Mtume akamshikia ulimi Muadh, akamwambia, akashika ulimi wake akamwambia, kufa alayka hadha, ewe Muadh, katika mambo yatakupelekea ujisogeze kwa Allah zaidi, chunga ulimi wako huyu. Muadh ibn Jabal akamwambia, ya Rasulullah, awa inna lamuakhadhuna bima natakallamu bi, kumbe sisi tutachukuliwa mbele ya Allah na tuadhibiwe kwa yale tunayoyatamka? Mtume akamwambia, sakilatka ummuka ya Muadh, wa hal yakubu an-nasa ala manakhirihim illa hasaidu fi an-nari illa hasaidu alsinatihim. Hivi kuna jambo lingine litawadungukiza watu motoni huku wakianzia nyuso zao, huku wakianzia mapua yao, kinyume na yale yaliyochumwa na ndimi zao? Kuonyesha kuwa yale tunayoyatamka itakuwa sababu ya kutupelekea kuingia katika moto wa Jahannam huku tukianzia nyuso zetu. Allah atukinge na jambo kama hili. Allah subhanahu wa ta'ala akaonyesha kuwa watu wanapokuwa wanaeleza mambo ya uongo, wanasema uongo pasina kuona kuwa ni uongo, wanahakikisha uongo pasina kuona kuwa ni uongo, ni moja katika sababu ya kumpelekea huyu mja kuingia motoni huku akianzia pua yake ndani ya moto wa Jahannam. Allah atukinge. Katika maswahaba Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, mara kwa mara alikuwa akiwaambia watu huku akiushika ulimi wake, anasema, inna hadha yani lisan awradani almawarid ay almahalik, ulimi huyu ndio utanifikisha mimi katika yale ya hasara, ulimi huyu ndio utanipelekea mimi kuhangamia, ulimi huyu ndio utaniletea mazito makubwa. Hii ni ishara Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu anawaonyesha ndugu zake maswahaba uzito wa kulinda ulimi, kwamba ni lazima tuchunge ndimi zetu, tuzihifadhi ndimi zetu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu naye pia akawa anawaambia watu kuhusiana na ulimi, anawaambia kuwa man kathura kalamuhu kathurat zallatuhu, wa man kathurat zallatuhu kathurat dhunubuhu, waman kathurat dhunubuhu kanat an-naru awla bihi. Jamani, atayekuwa mwenye kusema sana pasina kufikiria anachosema, huyo atateleza sana katika maisha yake, na yule mwenye kuteleza zaidi katika maisha yake basi amejiletea madhambi, atakuwa na madhambi mengi, kwa sababu kila anapoteleza anapata madhambi. Na yule mwenye kupata madhambi kwa wingi, basi moto wa Jahannam utakuwa karibu yake kuliko kitu kingine. Kwa hivyo hii ikawa ni ishara watu tujilinde kusema hovyo, ili tuepuke kuteleza hovyo katika maisha yetu. Na tutapotepuka kuteleza katika maisha yetu, tutakuwa tumeepuka kusema yani moto wa Jahannam, kwa kuwa tumeepuka madhambi na tumeepuka moto wa Jahannam. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu alikuwa akiwahusia watu, anawaambia, waihak kul khairan taghnam au taskut an su'in taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Anawaambia watu, ndugu yangu, tahadhari, useme ukweli, useme kheri ili upate faida, usisemi ila kheri ili upate faida. Na kama hauna la kusema la kheri, kaa kimya, unyamazie yale mabaya, usiyaseme ili uweze kusalimika. Na iwapo haukujichunga na hayo, basi hakikisha kuwa wewe utajuta tu. Lolote lile utalolisema lisiokuwa la kheri, basi jua kwamba litakupelekea kujuta. Lolote lile bovu ambalo umeepuka haukujizuia kulitamka, elewa kwamba litakupelekea kujuta mbele Allah subhanahu wa ta'ala.
Kwa hivyo lazima tuchunge ndimi zetu, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye katika kuonyesha namna jinsi atafaulu mwanadamu kwenye saumu yake akafungamanisha saum na mtu kuulinda ulimi wake. Man lam yada qawla zuri wal amala bihi, katika baadhi ya riwaya wal jahla falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba, mtu ambaye hajaacha kusema uongo na kutumia uongo katika maisha yake, upokezi usio kwa Bukhari, na kutumia uongo, yani maneno ya ujinga, kutumia ujinga katika mambo yake, basi Allah subhanahu wa ta'ala hana haja mtu huyo kuacha chakula yake na kinywaji chake. Ujinga ni mfano mtu kuwa mwenye matusi sana, mara kwa mara anasema matusi, hapana hamaki, hapana wahamakia watu, anakuwa ni mtu ameukosa ule utaratibu. Inakuwa ni moja katika sifa za ujinga. Mtume sallallahu amemkataza mwenye kusaumu kuingia katika hali kama hiyo. Kwa jumla ya mazungumzo yetu ni kuwa tunaeleza kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kaonyesha saumu kwamba ni lazima impe mtu uchamungu, na uchamungu sehemu yake kubwa ni ndani ya moyo wa mwanadamu, kama alivyosema Mtume, atakuwa hauna uchamungu uko hapa. Na kwa kuwa uchamungu hauwezi kubainika isipokuwa kwa yale yanayotokea kwa mwanadamu miongoni mwa maneno yake au matendo yake, na ikawa ulimi ndiye mjumbe mkuu ambaye aweza kueleza yaliyomo ndani ya moyo wa mtu na alivyo mtu ndani mwake, na vitendo vyake vya uinje vimueleze alivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye kafungamanisha saumu kwenye ulimi na matendo yale yanayodhihirika kwenye uwingi wa mwanadamu. Pindi atapokuwa Muislamu amesalimika na uongo na matendo ya uongo, saumu yake itakuwa imesalimika. Na saumu ikiwa imesalimika kwa kujiepusha na hivyo, ni dalili kuwa moyo wake huyo umesalimika, na bila shaka maadamu moyo umesalimika ataingia katika daraja ya uchamungu kwa ajili ya ibada yake ya saumu. Na la sivyo, basi ibada yake ya saumu itakuwa ni mfano wa tukusi wa ada na mila tu, mtu anaziiga katika maisha yake pasina kumwachia faida yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe kwa haya, ajalie yawe kwetu kama darasa tujalia kuosha vifua vyetu na kuosha nafsi zetu na kusafisha ndimi zetu. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie Ramadhani hii kwetu sisi iwe ni Ramadhani ya kujikosoa mengi ambayo tuliyakosea Ramadhani zilizopita, kwani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamuhesabu mtu kwa yale yaliyomalizia. Huenda ikawa ni Ramadhani ya mwisho tutapoifunga kwa uzuri na tukaitakasa, huenda ikaja kuwa ni ushahidi mzuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama kwamba tumetakasa Ramadhani yetu, na ikaja kuwa ni shahidi mwema mbele ya Allah kwetu. Allah subhanahu wa ta'ala tumuomba atujalie tuwe katika watu wema, wale ambao wanatenda mema kwa siri na dhahir. Allah subhanahu wa ta'ala atupe riziki ya halali itayotutosheleza tukaepukana na haram. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kufanikisha katika shughuli zetu na katika maisha yetu. Allah atukinge na fitna za kidunia na misukosuko mbalimbali. Atujalie kuwa waumini ambao hatutotoka duniani ila tumetubia toba ya hakika na ametukubalia toba yetu. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, shukran barakallahu fika ya Sheikh. Mashaallah. Naam. Kama tulivyomsikia Sheikh ni kwamba ndio ni mfinyu. Tungependa kuchukua fursa hii dakika 20 ambazo zimekubaki tuulize ikiwa tufahamu lolote kuhusiana na yale ambayo yazungumzia au mengine. Basi ndio fursa yenyewe hii inshallah. Karibuni ndugu zangu Waislamu ambao tuko nao kwenye line, karibuni. Mwenye maswali atumie namba zifuatazo 202 262 5134 au 512 627 7009. Tunakuombeeni utumie namba hiyo kutuma ujumbe mfupi ili tupate kufungua laini yako, na wewe pia inshallah upate kumuuliza shekhe swali ambalo unalo kwa siku ya leo inshallah. Karibuni, muda wa shekhe ni mfinyo, kwa hiyo niwaombeeni tungemuuliza shekhe mapema sana inshallah. Barakallahu fikum. Naam shekhe, kuna swali ambalo limekuja linatoka kupitia njia ya text message. Muulizaji anasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashukuru shekhe kwa waadhi wako ambao umetupa siku ya leo.
Swali langu ni kwamba shekhe, je, umezungumzia kuhusu uongo au makatazo katika Uislamu kuhusiana na uongo. Je, kuna uongo ambao unaruhusiwa katika dini ya Kiislamu? Mwisho wa swali. Naam, karibu. Naam, Bismillahirrahmanirrahim. Haraka ni kweli kuna aina fulani ya uongo ambao ulielezwa kwamba umeruhusiwa kwa sababu ya hikma na faida fulani. Na uongo huyo ukawa hauna madhara yoyote kwa mwanadamu. Mfano, Mtume sallallahu anasema laysa al-kadhabu alladhi yuslihu baina an-nasi fayaqulu khairan au yunammi khaira. Hawezi kuwa muongo mtu ambaye atakuwa na kazi ya kuwasuluhisha watu akawa amesema khairi au amependekiza khairi. Mathalan, mtu na mtu ana ugomvi na hawataki kutoleana salamu na kila mmoja ajiona kwamba yeye ni bora kuliko mwingine, hataki ya mwanze mwingine. Kwa hivyo kila ulipomwambia mmoja ukaona yeye amekataa kumwanza ndugu yake, inajuzu uzushe uongo baina yao. Umwambie huko kwamba jamani, mimi nilikuwa na fulani jana, amesikitika sana kuona kuwa mna siku nyingi hamsemi naye, na ameahidi kuwa akikuona tu jambo la kwanza atalolianza ni kutolea salamu. Na lihali ule hakukwambia hivyo, kisha unarudi kwa mwingine pia unamwambia yale kwamba fulani jana aliniambia kuwa anasikitika kwa kuwa ana siku nyingi mmekingia na pazia, na hivyo anaona kuwa alikosea, kama alikuwa wewe umemkosea au alikukosea anakuomba radhi. Hivyo unawatayarisha wale watu hata kama walikuwa hawajakutuma lolote, ili wanapokutana watu wale kila mmoja asione uzito wa kumtolea salamu mwingine kwa kuhisi kuwa alikwisha mtumia ujumbe kwamba anataka samahani kwa makosa aliyomkosea. Hivyo uongo kama huyo unakuwa hauna ubaya. Au kuwasuluhisha mke na mme, si vibaya kwenda kumwambia mke wa fulani maadama ana ugomvi na mume wake, na wewe kama muslihi baina yao kumwambia mume wako kwa kweli amesikitika kwa kitendo fulani ambacho alipitisha hivi na hivi na hivi, kwa hivyo nataka uridhike na uondoe hasira zako. Pia unarudi kwa mume, mwambia mke wako amejuta kwa kitendo alichofanya, kwa hivyo anaomba samahani. Hivyo hata ukija kuwakutanisha, kila mmoja yuko tayari ndani ya nafsi kuwa mwenzake alimwanza yeye. Kwa hivyo ule shaitani ambaye anataka kumkuza zaidi anakuwa ameshuka, kwa sababu anamuonyesha kwamba hasaisha kuanza. Hivyo inakuwa uongo kama huyo hauna ubaya. Mfano kwa sura kama hii. Uongo wa pili ambao uliruhusiwa kisheria ni uongo wa kumnusuru mtu, ndugu yako Muislamu mathalan amekamatwa au yuko sehemu mbaya, ambapo ikiwa utasema fulani huyu, ukaulizwa jambo ukalisema lilivyo, basi itakuwa sababu kwa yule ndugu yako kupoteza maisha yake. Mathalan yuko katika mikono ya makafiri, alafu wao wanataka kuuliza jambo ambalo wewe unaona kwamba ukiwa utalisema vile ndugu yako atakuwa amepoteza maisha. Inajuzu wakati huo kukataa, kama pengine huyu msimfahamu, au katamka jambo ambalo litakuwa limempelekea yule aonekane kuwa ilikuwa wewe utatoa ushahidi wa mwisho wa kumdidimiza, na ule ushahidi unakuwa umekosekana. Lakini kwa sharti iwe ule uongo ambao utausema haukuja kupokonya maslahi na faida za mtu mwingine. Akiwa ndugu yako kuna haki fulani alizipokonya ambazo inabidi wewe ukiwa utasema ule uongo, itakuwa zile haki zimepotea, hii itakuwa haijuzi. Uongo ambao unatakiwa ni uongo unaleta maslaha na haumdhuru yoyote pindi utapokuwa umesema. Wallahu a'lam. Naam, Allahu a'lam. Naam, shukran Sheikh. Na muulizaji, bila shaka ikiwa kama kuna la kuongeza anaweza kutufahamisha, na inshallah tutawafikisha ujumbe. Naam Sheikh, ni kwamba swali ni kufuata linatoka kwa ndugu yetu ndugu Twaha Suleiman kutoka Quebec, Canada. Karibu, line yako iko wazi. Inshallah. Karibu. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik Sheikh. Wa fikum barakallah. Naam. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuhifadhi na ajalie darasa lako hili adhim fi mizani hasanatika yawm al-qiyamah, yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim. Amin. Na sote atujalie min as-su'ada fi dunya wal akhirah. Amin. Amin. Naam. Swali langu ni kwamba kuna mtu ameniuliza mimi, anasema amelala akaamka alishapita robo saa alfajiri beingia, lakini akojua akaamka akanywa maji, anauliza nini hukumu ya saumu yake hapo? Yaani katoka usingizini akihisi kwamba alfajiri haijachomoza. Ndiyo.
Baada ya kunywa maji ndio akaja kugundua kwamba alfajiri imechomoza. Ndiyo. Huyo anaendelea na saumu yake kwa sababu anaingia katika ile umumu ya kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man nasiya fa akala au shariba falyutimma sawmahu fa inna ma tamahu Allah wa saqahu, au kama qala. Yule ambaye atasahau akala au akanywa, basi akikumbuka tu aachi na aendeleze saumu yake. Ile lilotokea ni Allah ndio ametaka kumlishiza au kumnyesha. Maadamu akusudia ikatoka usingizini akafikiria muda bado upo, kakimbilia kikombe cha maji akanywa, baadaye kagundua kwamba nimekunywa baada ya alfajiri, basi ataendelea na somo yake kwa sababu hakuyafanya kwa kukusudia. Lakini baada ya hapo mtu afanye tahadhari ya kutazama, labda kwa kutazama saa aone kuwa muda utakuwa umetimia au hujatimia. Naam, barakallahu fik. Kuna swali lingine nimeulizwa na mwanadada. Anasema amelala yuko katika hedhi. Lakini alipoamka palikuwa panabaki kama dakika 15 alfajiri ingie, akakutana imekatika damu. So anauliza na hakuwahi kujitoharisha. Akasema akanuia akapata anaamka amefunga. Je, saumu yake ni iko sawa sawa ili kuondoa wasiwasi? Anataka kujua kwa sababu akujitoharisha. Mimi nikamwambia sina wasiwasi, nitamuuliza ukiwa yani. Kujitoharisha haiwezi kubatilisha saumu yake. Damu akihakikisha kuwa imekatika kabla alfajiri, hata kama akiamka asubuhi pasina kujitahirisha, anajitahirisha na anaendelea na saumu yake. Hivyo hivyo hata mtu mwenye janaba akiamka asubuhi kwenye janaba ya usiku, mathalan amechelewa kwa kupitia usingizini mpaka alfajiri kachomoza, haimdhuru chochote kuamka pasina kujitahirisha. Hiyo anaendelea na saumu yake baada ya kujitahirisha. Maadama yani ni janaba au yani kutokuwa na tahara kuliokuwa kabla ya wakati wa saumu kuingia. Isipokuwa tu imeingia muda wake kabla ya kujitahirisha mpaka wakati wa saumu ukafika, hiyo haidhuru kitu. Barakallahu fik. Kuna hadithi ya mama yetu nani yule alikuwa anaamka sema kunna nastayqidhu ma'a rasulillah wa nahnu junub. Alikuwa anaamka na mama yetu na mtume wetu Muhammad sallam na tuko na ujanaba, kisha tunajitahirisha baada ya alfajiri kuchomoza. Hadithi kama hiyo iko katika Bulughul Marami, yani Subul Salam, inaonyesha jambo kama hilo. Hadithi ya Maimuna. Naam. Shukran Sheikh, jazakumullahu khair. Shukran. Naam. Shukran ndugu Toa, shukran Sheikh kwa kujibu swali hilo. Swali linakufuata linatoka kwa ndugu yetu Sidi Abdulrahman kutoka maeneo ya New York, Eureka. Karibu, line yako iko wazi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabla ya kuuliza swali, nataka kumshukuru Sheikh kwa kutukumbusha mada nzuri, na Mwenyezi Mungu atusaidie tulinde ndimi zetu kwa maneno ya uongo, na tusahihishe nafsi zetu inshallah ili tuweze kufanikiwa na somo zetu. Swali ninapenda kuuliza, kama Muislamu anatafuta radhi za mzazi akiwa ndani ya saumu ama asipokuwa ndani ya saumu, anatafuta radhi za mzazi, ikambidi atumie uongo kwa sababu akakosa njia nyingine yoyote ya kuweza kumrejesha mzazi wake, je, hapo huyo Muislamu kafanya makosa? Yani atatumia uongo kivipi? Mathalan tuseme mzazi, kuna jambo la kifamily lilitokea, sasa mzazi kampa yani mrekebo fulani, ukifanya hivi ndo mimi nitakuwa hivi. Sasa ikambidi sasa na ile njia akashindwa kufanikisha, lakini ikambidi atumie nafasi ya uongo kwa lile jambo, kumwambia mzazi, mimi nimefanya hivi, idadi apate radhi za mzazi wake, na ile jambo ikiwa hajalifanya, je, hapo na makosa hapo? Maadama radhi za mzazi zitakuwa zinaambatana na radhi za Allah, ni kutazama lile jambo mzazi ameomba lifanywe ni jambo gani. Mathalan ni kama ni katika mambo ambayo yanapelekea kumridhisha Allah, yani mzazi kakutuma au kakusukuma ufanye jambo zuri ambalo wewe utalipatia thawabu, hiyo ni sura ya kwanza. Au mzazi amekutuma ufanye jambo wewe utalipatia makosa mbele ya Allah, lakini mzazi ataridhika. Wakati huyo radhi ya mzazi haina maana yoyote, kwa sababu
radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio iko juu ya radhi zote. Hata kama mzazi atakuwa yeye amekasirishwa na wewe kutotekeleza, lakini wewe utakuwa umezipata radhi za Allah kwa wewe kutotekeleza jambo ambalo umeombwa kulifanya liko kinyume ya Allah na mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na iwapo lile ambalo mzazi amekuomba ni jambo ambalo sharia inakuomba pia wewe ulifanye, inatokana na hali yako ulivyo. Iwapo utakuwa ni uwezo umekosekana, kusema ukweli ukweli kutamka tu, wewe unapata radhi za Allah na thawabu moja kwa moja. Kwa hivyo wewe kumwambia kwamba mimi sintoliweza jambo hilo au sikuliweza, kwa sababu kuhakikisha ukweli, wewe unapata thawabu kwa ukweli ule usema, na unapata radhi za Allah kwa jambo hilo. Na hivyo unamtaka radhi mzazi na kutaka radhi mzazi wangu, naomba ningepata fursa nyingine nifanye jambo hilo kwa wakati mwingine. Lakini iwapo utasema uongo kwa njia ya kwamba mzazi nimridhishe, uongo tayari umekufikisha wewe kwenye ghadhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye pia radhi ya mzazi haitokuja kufuta lile ambalo umelipata kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo inatakiwa kutazama masala hayo ambayo mzazi umefanyana naye ni kama yapi. Kama itakuwa ni yanaingia katika mambo ya musalaha, mambo ya sulhu, ni vitu ambavyo vinaonekana kuwa ilikuwa ni magomvi yako baina ya mtu na mtu, inabidi wewe umkinaishe mzazi kwa kitu fulani, itachukuliwa kwa ile njia ya kwamba mtu uongo wa maslaha. Lakini ikiwa ni jambo fulani mzazi alikuomba kulitekeleza alafu haukuweza kulitekeleza, wewe kumtaka radhi itakuwa kwanza umepatia na umemridhisha kwa kumtaka radhi, na pia umemridhisha Allah kwa kusema ukweli kwamba mama, sikuliweza jambo hili na nakuomba unisamehe na unipe fursa niweze wakati mwingine kulifanya. Itakuwa ni bora. Hello? Ndugu zangu Waislamu, naona shekhe line yake imekatika. Basi tujaribu inshallah kuwasiliana naye tena ili apate kumalizia swali la ndugu yetu Sidi Abdurrahman. Ningeomba samahani kidogo ili kuwasiliana naye tena mara nyingine inshallah. وجاءتني يا رسول فأرسلوا والدا فأدلى دلوا قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعا والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه
الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكنجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وتتمت به ومن بها لقد تفضل شيخ. Naam. Nafikiri fikra zilizokuwa nazitoa kuhusiana na swala hazikufika. Hello? Ndio. Tunakufuata. Naam, kuhusiana na swala la uongo wa kumridhisha mzazi. Sijui majibu yamefika au yalikuwa yamekatika kabla hajakamilika. Yaani nilikuwa tayari nisharizika, lakini haikuwa kwenye analysis yenye nilikuwa kumalizia ikakatika katikati, lakini tayari nilikuwa nimeshapata jibu. Ndio, naam. Yeah. Wafupi ni ile, ni kwa sababu ukiweza kama ni jambo ambalo litakayemridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na yeye ndio atarizika, ndio hapo ni sawa. Lakini ni vizuri zaidi kumwambia mzazi ukweli kama kawaida, na Mwenyezi Mungu atakunusuru kwa haya. Bila shaka. Inshallah. Naam, shukran shekhe kujibu swali hilo. Na shukran kwa kurudi tena kwenye line ili kamilishia. Kuna maswali mawili ambayo yamebaki tu, inshallah ndio itakuwa ya mwisho ili tuokoe muda wako na wewe, sababu muda wa kufuturu ndio umeshawadia kumbani. Naam. Swali lenye kupata linasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran shekhe kwa waadhi ambayo umetolea siku hii ya leo. Swali linahusu sadaka. Wanasema eti mtu akitoa sadaka asimwambie mtu atampa wake asijui. Hata mke wake asijui. Asimwambie, nafikiri anakusudia asimwambie mtu au ule ambaye anampa sadaka asijui. Nafikiri anakusudia hivyo. Sasa swali langu ni hili: kama mtu anatuma sadaka huko nyumbani Afrika na yemtumia hana uwezo wa kwenda kupokea hela hizo, sasa inabidi zipite kwa mtu mwingine. Sasa huyo mtu lazima ajue, asijua je sio makosa? Maksudio ni ile hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam kueleza kwamba warajul tasaddaqa bi sadaqatin takhfa fala ta'lamu shimalu ma yani mtu katoa sadaka akaificha mpaka hata mkono wa kushoto au kujua kilichotolewa na mkono wa kuume. Hikma ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuonyesha kuwa sadaka ya mtu hakuitoa ila malengo yake anatafuta radhi za Allah tu. Hana makusudio mengine katika kutoa kwake ile sadaka, yani kujionyesha kwa watu au kutaka yani kuonyesha kama yeye ni bora zaidi kwa watu. Lengo lake kubwa ni kutaka Allah peke yake, na ndio maana akafanya siri hiyo ili mtu atajua hiyo sadaka yake. Wa ila si kwamba mtu akifahamu kuwa umetoa sadaka hauna thawabu, hapana. Na yani ilikuwa malengo kutaka kuitakasa nia ya mtu. Bali kuna sadaka zingine inabidi zitolewe wazi, na hasa kama zama hizi ambazo zimeharibika. Unaweza kumpa mtu sadaka kwa siri ikawa ni ya umma mathalan, na ukakaa shima kwamba nimeshatoa mkono wa soto usifahamu,
na pengine ule sadaka ikawa imeharibika, ule mtu hakuifikisha au hakuitekeleza inavyobidi. Ikiwa utadiriki jambo hilo kuwa ndivyo limepitia, basi ni bora kulitangaza ili ile sadaka ifanye kazi yake, kwa sababu lengo lako si kujitangaza. Lakini makusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuonyesha kwamba sadaka ya mtu iwe ni siri yake na Mola wake. Iwapo mtu ataweza hivyo itakuwa ni bora, hakuna tatizo. Lakini pia ikijulikana kwa watu kama ametoa sadaka na yeye hajakusudia hivyo, hakuna tatizo. Naam. Shukran Sheikh. Nategemea bila shaka muulizaji atatufahamisha Sheikh kama akufahamu ili tuliweke sawa sawa. Naam. Suala la kufuata la mwisho, ndugu yetu anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh, nashukuru kwa wazi ambao umetupatia siku ya leo. Anasema mimi ni mwanafunzi katika tumepewa mitihani ya shuleni na au tunajiandaa kufanya mitihani ya sababu ya kupita shuleni, lakini kuna mwanafunzi mwenzangu amenipa mtihani maswali ambayo itaulizwa kwenye mitihani kwenye mtihani huyo kabla mtihani wenyewe kuanza. Je, nikichukua maswali yale nikayatumia ili nipasi mtihani nitakuwa nimesema uongo au inajuzu katika Uislamu? Kwani huyo mtihani ndio huyo ambaye utakayefanya au ni maswali ya kukurudisha tu fikra za mtihani ulivyo? Ni maswali ambayo kwamba ndio huyo mtihani ambao utakufanya na kusudia. Kwa kweli hiyo ni katika matendo ambayo yameingia katika rishi, yani ni katika japokuwa ni mambo ya shuleni, lakini athari zake si nzuri. Mtu ukilitazamia kwa binafsi yako tu kaliona tu, haukuangalia athari zake na madhara yake kwa umma, litakuwa tu lina madhara makubwa kwa umma wa Kiislamu. Hatuwezi kusema kwamba hilo jambo linajuzu, hapana. Kwa sababu ikiwa litajuzu, maana watu watakaa hawasomi, hawajifunzi, alafu wanasubiria mitihani, wanaiiba huko pembeni, alafu wanaihifadhi, wanaenda kufanya mtihani, wanapasi. Hatimaye anatokea kuwa mtu amepata shahada kubwa ambayo pengine hata yale majukumu aliyokuwa amepewa, amekabidhiwa hayafahamu. Kazi ile itaharibika, itakuwa ni udanganyifu maisha yake. Kwa hiyo unakuta madhara ya ile kuya ile uongo ambao umetumika pale yanaweza akaendelea katika uzima wote wa mtu na ikawa umma umeharibikiwa. Sababu kama ni katika umma wa Kiislamu, sasa huyo ndio amekuwa mtu amepata shahada kubwa, amempa majukumu makubwa aisimamie, na ni vitu ambavyo alipovisoma yeye hakuvifahamu, lakini alipata mtihani kwa njia kama hizo. Hiyo inakuwa ni kinyume na sheria, na makosa ya huyo yatakuwa makubwa kadiri jinsi anavyojipuuzia na kwa ajili ya kutegemea mitihani kama hiyo. Lakini akiwa ni mtu mathalani amejitahidi, amesoma, amechoka, amekesha usiku mzima, sababu zote za kutumia amezitumia ili aonekane kama anajitolea kutumia busara yake na akili yake. Huyu akiwa ataingia katika kitendo hicho mathalani na akawa amekopi ile mtihani akaufanya, hata ulingana na yule ambaye amelala tu usingizini mwake tu akakopi ile mtihani akaja akaufanya akapasi, basi hakuwa na mchoko wote. Kila mmoja atakuwa alikosea, lakini kosa lake ni ndogo kuliko yule ambaye amesinzia na kukopi tu mtihani kwenda kufanya mtihani. Lakini wote kwa jumla, kitendo hiki sheria haiwezi kukiunga mkono kwa hali yoyote. Naam. Labda ningeongezea hapo kidogo sema kwamba ikiwa sasa ndio mtu alipokuwa mwanafunzi alikuwa na tabia kama hiyo ya kurishi au ya kufanya uongo katika mitihani, baadaye akamaliza masomo akapata shahada na akaanza kufanya kazi, je, pesa hizo ambazo anatengeneza kwa sababu ya shahada hiyo ni halali? Naam. Iwapo inatokana na msimamo wake, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu hasayiatihim hasanat. Ni kwenye madhambi aina mbalimbali, yote ya madhambi alifanya mtu, Mwenyezi Mungu akaja kuweka istithna kwamba yule ana siku ya kiyama atapata matatizo ila alitubu na akaamini na akafanya mema. Manake ikiwa mtu atadiriki kwamba mimi nimesoma kwa njia kama hii, baadaye akajuta na akasikitika na akamwomba Allah amsamehe kutokana na hali kama hiyo,
na mwenyewe akabadilisha msimamo akawa ni mtu mwenye kufanya mambo ya hakika pasina kuwa na uongo ndani yake tena, Allah subhanahu wa ta'ala atamchukua kwa hili la nyuma kinyume na lile lililotangulia. Naam, shukran Sheikh. Kwa ndugu zetu ambao kwamba maswali yao yamekuja nyuma, kwa kweli tungeomba samahani. Sheikh muda wake alituambia tangu mapema kwamba muda wake utakuwa mfinyo. Kama wanayo maswala mawili matatu hata tuyachukue, hakuna tatizo. Basi inshallah. Shukran. Nashukuru kwa hilo. Naam. Swali linafuata kutoka Canada huko Quebec, anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama mtu anapita sehemu wanasaka Waislamu ili wawafanyie vibaya, labda kuwaua, na hana choice, maana hana namna nyingine ya kufanya ya kupita, kisha kabla ya kufikia hao watu mtu huyo akatoa sign au sinye au alama zote za Kiislamu, hijabu au kanzu, akaiondoa ili ainusuru nafsi yake, huyo mtu hukumu yake ni ipi? Shukran. Amepatia hajakosea. Sio kitendo hicho alichofanya Ammar alipokuwa anaadhibiwa adhabu ikamzidia, alifikia kutamka maneno ya kuungana na washirikina ambaye kulu hubal, sema hubal, akaamua kutamka na yeye, lakini ilipoteremka aya katika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumuonyesha, lakini yani kuonja kwa watu wakasema kafara Ammar irtadda Ammar, lakini tunasema Ammar hajartadi kwa sababu Mwenyezi anasema illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, yani yule atayetamka neno la ukafiri kwa kukiranishwa na moyo wake umeganda kwenye imani, huyo hajaharibiki, yani hajawa mtu mwenye kukosea. Na hasa katika ulimwengu wa leo ambao tunaishi na hawa ndugu zetu au hawa jamaa zetu makafiri, wakati fulani anaweza akatumia alama ile ulio nayo kwa ajili ya kukufikisha kwenye madhara makubwa zaidi. Wakati wewe haujawa na uwezo wa kujihami, ile alama kuitoa hakuna tatizo. Ni mfano hata hapa kwetu leo hivi sasa tunachukua fikra kuwahimiza watu vijana kwenye mashule, kwenye university, kutotumia ile majina yetu ambayo mtu sio kutoa Ramadhan, Juma, Hussein, Suleiman, fulani. Unaanza kushatiwa kwa dakika ile ya kwanza kwamba majukumu utapewa hautoyaweza. Lakini ukija kupewa majukumu watu wanashangaa. Kwa hivyo ikaonekana kwamba kama ni majina ndio yanawatisha watu, kwa nini mtu asibaki na jina yake mvue kule, au apewe jina ambalo liko huku na huku? Benjamin ambao ndio Binyamin katika Uislamu, Odas ambao ndio Adas katika Uislamu. Bila ile jina mtu anapewa jina ambalo huku wa Tanzania ni mtu wao, hawatomshakia kwa chochote. Kesho huyu mtu akipata elimu yake ataingia kwenye majukumu bila kushatiwa na yote au kuziwiwa na yoyote. Ile jambo linajuzu wala itakuwa sio kuficha Uislamu. Naam. Shukran. Kuna swali lingine ambalo limeingia hapa, anasema ndugu yetu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kweli Sheikh, tunashukuru kwa muda wako ambao umejitolea kutupa wadhi. Anasema swali langu linahusu salatul fitri, zakatul fitri nafikiri. Zakatul fitri. Na sheria na sheria ya zaka, wanasema mkubwa wa familia ambaye analisha au analishiza familia ndio anaruhusiwa kutoa zaka kwa wale anaowalisha. Sasa mimi na mume wangu sote tunaemea, kwa hiyo mimi naruhusiwa kutoa zaka au hadi yeye baba wa nyumba? Kama yeye hataki kutoa, mimi kama mwanamke naruhusiwa kutoa, na ikibidi kutoa na yeye mume wangu itabidi imtolee? Naam. Ndio. Zakatul fitri ni ibada, kuitekeleza unaandikiwa ujira na thawabu. Yule msimamizi wa familia ambaye ndio mwenye kuwa baba katika nyumba au kaka mkubwa katika nyumba au yote yule ambaye ni msimamizi wa wale wengine, anaweza akawa ndiye ndio anaruhusiwa, yani anaruhusa kuwatolea zaka wale wengine wote ambao yuko nao katika familia. Lakini pia afradan, kila mmoja binafsi ambaye miongoni mwa wale kama ameshakuwa na uwezo wa kujitafutia, hakuna ubaya ikiwa atataka awe
mwenye kujitolea mwenyewe ili aandikiwe binafsi sadaka yake aliyoitoa, kwa sababu yule akimtolea itaandikwa kwamba ametoa, lakini huyu pia akitoa katika aini mali ambayo ameitafuta mwenyewe, kuna aina fulani ya ziada kwa huyu kuonekana kama amefanya kitendo cha kumkurubia Allah, akakitoa ndani ya nafsi yake. Moyo ukiwa unapata mazoea ya kutoa pia unasafika. Kwa hivyo yule mwenye atakuwa anajiweza kutoa akijitolea kuna kosa. Ama mke na mume, mume ndio analazimisha kisheria kutoka kwa sababu yeye mwenye kuchukua huduma zote. Lakini ikiwa mama pia au mke naye anatoka na anafanya kazi anajihudumia, wanavioni wanasema atajitolea kwa sababu wakati huyo yeye ana uwezo wa kujitolea au wa kutoa kitu kama hicho, anaweza akajitolea, na akijitolea anamtolea hata mume, kama mume atakuwa hakutoa. Na hakuna ubaya kwa ajili ya kuzidisha kheri, anaweza akatoa mume na mke pia akatoa, kwa sababu kuzidisha kheri hakuna ubaya. Allahu a'lam. Naam, shukran. Nafikiri kuna swali ambalo liko linaandikwa hivi sasa kutokana na mitambo vinavyoonyesha. Labda tumpe dakika moja au muda mfupi tu tuone kama atakamilisha swali lake inshallah. Na kama haikuwezekana basi itabidi tumalizie tu hapa. Naam. Naam, swali limeshawasili. Anasema kwamba mwenye kufunga bila kusali ana hukumu gani? Yani hafali aslan salatul fard, sala za faradhi asali. Inaonekana ni hivyo, asali kabisa bila kusali, maana yake asali kabisa. Nafikiri kama sukosea. Masala ya mtu ni mtu tayari kusala, hana swala aslan. Ikiwa mtu katika Ramadhani haswali, maana yake katika kinyume na Ramadhani haambii kabisa ile jambo. Tayari kuswala, masala hii kwa kweli Waislamu tujihimize na tuepuke kuacha kusali, kwa sababu hakuna dhambi mbele ya Allah inakasirisha zaidi ya mtu kuacha sala baada ya kumshirikisha Allah. Sala ndio kitu kingine ambacho mtu akiacha kusali hakuna dhambi nyingine inamkasirisha Allah kama sala. Kwa hivyo tayari kuswala katika mtazamo wa baadhi wanavioni kama Imamu Ahmad ibn Hanbal na Ishaq ibn Rahawai na ahlul hadith wanaona kwamba huyo ni mtu kafiri moja kwa moja iwapo atakaacha kusali ana Uislamu. Yani kuacha kwake tu kusali akadumu bila kusali, wao wanasema huyu ana Uislamu, na natija yake hata saumu yake haina faida. Kama mtu atafunga pasina kuwa na Uislamu hana faida yoyote. Watachukua hadithi ambazo zinaonyesha umuhimu wa swala kama ndio itahesabiwa na ikikamilika na vyote vitakamilika, na kama ikikutoa ikamiliki na vyote vitarudishwa. Hii ndio kauli ya kwanza ya watu wanavyoni wa hadithi na Imamu Ahmad ibn Hanbal. Kauli ya pili kunako masala ni kwamba tariku swala, yule ambaye hajaona sala kama si, yani haidharau swala na wala haisemei maneno ya kuipuuza au ya kuivunjia heshima za sala ni kitu gani kama wanavyosema watu wengine, ilo hakuna tofauti. Mtu akiacha kusali na akafatisha maneno, wanavyoni wote wanakubaliana kwamba huyo ni kafiri. Hata wale ambao walisema kwamba anabaki na Uislamu wamesema ikiwa atafatisha maneno ya kukashifu swala, huyo hana Uislamu. Ambaye yule ambaye hasali kwa uvivu wake, lakini anawahimiza wanaye kuswali, pengine wakati mwingine wanasukumwa wakaswali, lakini yeye hasali, ni mvivu tu kusali, ile sala anahisi umuhimu wake na anakubali uwajibu wake. Baadhi wanaviona wakasema sala hii kwake si kwamba itapelekea yeye kafiri, yeye ni Muislamu. Na hao ni katika wanavioni wa madhehebu tatu, wakiwemo madhehebu ya Hanafia na Malikia na Shafia. Bali wengi katika baadhi ya wanavioni wa madhehebu wanasema huyo mtu ni Muislamu aasi. Wakaleta ushahidi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume alisema kwenye hadithi ya yule ambaye atakayekuwa hasali siku ya Kiyama tayari kuswala atafufuliwa na Firaun na Haman na nini, Allah akipenda kumwadhibu atamwadhibu au atamsamehe.
kuliweka hilo jambo kwenye mashia, wakasema kama mtu ni kafiri hawezi kuwa kwenye mashia. Kwa hivyo huyu mtu maadama Allah akitaka kumwadhibu atamwadhibu, au kumsamehe atamsamehe, si kafiri. Wakachukua hoja hii, lakini kwa kweli wa mambo ushahidi huyu hautoshi kuwa ni hoja ya kujenga masala kwamba mtu akaishi katika hali hiyo hasari atakuwa na Uislamu wenye kuenea katika Uislamu, bali Uislamu wake ni nusu. Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba mtu kama hasari katika funga yake haina faida yote. Allahu a'lam. Naam. Shukran, tunashukuru Sheikh kwa muda wako, jitolea wako kwa kweli. Wa yakumullah. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kulipe kila la kheri na akukingeni na matatizo hayo ambayo yanapatikana hivi sasa katika nchi ya Burundi huko. Mwenyezi Mungu akupe nusra. Ndio. Akukini na shari za nchi hiyo matatizo ya Rabbi. Kwa hiyo inshallah tunataka kuishia hapa na mara nyingine tena inshallah. Na fi swali la mwisho ya Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu zangu Waislamu, naona Sheikh